Karibu sana kwenye banda la UDOM. Kwa majina naitwa Deogrates bin Tabara, ni mwadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Leo hii hapa tuko katika maonyesho ya nane kuonyesha mradi wetu wa safari na kuelezea jinsi gani unafanya kazi. Huu mradi wa safari umejikita kwenye kutoa huduma za uchunguzi kwa wamama wajawazito kwa kutumia akili unde ili kuweza kujua maendeleo ya mimba ya mama, lakini pia kuweza kuangalia hali ya mtoto alionayo kule tumboni. Mradi huu umelenga sana hasa katika vituo vya ngazi ya chini, kwa sababu wamama wamekuwa wakipata changamoto sana ya kupewa rufaa ya kutoka kwenye zahanati kwenda kutafuta huduma za ultrasound kwenye hospitali kubwa aidha mkoani au kwenye wilaya. Lakini mradi huu sasa unaangalia uwezekano wa kutumia akili unde ili uweze kuwasaidia watoa huduma wa ngazi ya chini ambao hawana mafunzo kuhusiana na kupiga ultrasound, ili waweze kuwapiga ultrasound hao mama na waweze kugundua kama mama ana changamoto yoyote na kumpa rufaa kwa uharaka. Lakini pia mradi huu unategemea kuweza kusaidia wamama wasisafiri umbali mrefu, lakini pia wamama wakajua hali zao za ujauzito maendeleo kwa gharama nafuu wakiwa pale pale maeneo waliopo. Sasa ningependa kuwaonyesha ni jinsi gani mradi huu ultrasound hii ambayo inafanya kazi ambayo inatumia AI. Ukichukulia ile ultrasound ya kawaida ambayo mtoa huduma ni lazima awe ana mafunzo ya kutoa huduma, lakini ultrasound hii ambayo inatumia AI yenyewe tunaweza tukamfundisha mtoa huduma wa kawaida na akaweza akamskani mama na akapata majibu ambayo majibu hatoi yeye, bali akili unde ndio inamsaidia kutoa hayo majibu. Na hizi ndio hatua ambazo tunafanya kwa huyu mtoa huduma wa afya kwenye ngazi ya chini ili aweze kumsaidia huyu mama kumskani ultrasound. Hapa ukiangalia tuna probe ambayo hii ni kama zile probe za kawaida zinazotumika kwenye ultrasound za kawaida, lakini probe hii tunaiconnect na tablet ambayo hii tablet ndio ina program ambayo ina akili unde, ambayo ukiconnect sasa hapa hii probe itafanya kazi ya kuchukua picha na kupeleka kwenye tablet, ambayo hii kwenye tablet kwenye ile program sasa itaweza kutafsiri na kutoa majibu kuhusiana na hali ya mama na ujauzito wake na mtoto, jinsi na maendeleo ya mtoto aliyoko tumboni mwake. Tunafanya kama kawaida, kwa sababu hapa mama mjamzito hayupo. Tunaweka jeli kama kawaida, lakini jeli tunasambaza kwenye tumbo na nitaonyesha mfano kwa kutumia mkono. Kwa hiyo tutasambaza jeli, tukishasambaza jeli tutakiruhusu kipimo ili kiweze kufanyika kwa kuwasha. Kwa hiyo ukishaweka hii probe na mwili au na tumbo la mama, mtoa huduma tablet itaanza kumuonyesha, program itaanza kumuonyesha mama, mtoa huduma apitishe sehemu gani hii probe ili aweze kupata majibu, na sio tu kuzunguka na kutafuta, lakini kutakuwa kuna sehemu specific ambazo probe itakuwa inamwambia apite. Mfano kama hapa unaona program inamwambia mtoa huduma apite upande wa kulia wa tumbo. Kwa hiyo atakuwa anaifuata jinsi inavyomuonyesha. Akifika pale mwisho inahesabu sekunde, zikiisha inamwambia tena apite sehemu gani. Unaona sasa hivi inapita mkono wa kushoto. Inakuwa jinsi inavyopita kule, na huyu mtoa huduma anakuwa anaifuatisha hivyo hivyo jinsi inavyoenda. Kama tulivyosema, kwa sababu sio mtaalamu, hii inamuonyesha kumsaidia kuweza kuskani tumbo zima. Sasa hivi inamwambia apite huku chini. Anapita chini ya kitovu, na yeye huyu mtoa huduma naye anapitisha hii probe yake chini ya kitovu. Lakini pia itamwambia inatakiwa apite katikati kwenye kitovu kuanzia upande wa kulia kwenda kushoto. Itakuwa na yenyewe inapita hivyo hivyo, na yeye anapitisha hivyo hivyo jinsi ninavyomuelekeza. Hapo inasimama, inamwambia sasa apite juu ya kitovu. Kwa hiyo nayo itakuwa inapita hivyo hivyo, naye anapitisha hivyo hivyo jinsi programu inavyomwambia mpaka mwisho. Ikishafika mwisho, programu yetu hii inaanza kuchakata zile picha ambazo zimechukuliwa na hii probe. Kwa hiyo itachakata, ikishachakata, kwa sababu nilikuwa natumia hili sio tumbo la mama, lakini
kwa sababu kuna wamama wameshapita na tumeshawafanyia hii program. Hichi kipimo, ngoja nikuonyeshe, hebu turudi majibu jinsi yanavyokuja. Kwa hiyo majibu ni kama haya, yanahifadhiwa kwenye hichi kifaa. Kwa hiyo mwisho wa siku majibu kama haya ambayo mama akienda kupiga kwenye ultrasound ya kawaida ndio huwa anapewa. Kama hapa unavyoona inatuambia ukubwa wa mimba, kwamba mimba ina ukubwa wa wiki 30 na siku 4. Lakini pia inatuambia tarehe ya mategemeo. Kama unavyoona hapa inatuambia huyu mama anatarajiwa kujifungua tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia inatuambia mtoto kalalaje. Inatuonyesha kwamba mtoto ametanguliza kichwa, ambao ndio ulalo wa kawaida tunaotegemea kama mtoto na mama hana changamoto. Lakini pia inatuonyesha kuna watoto, inatuonyesha uzito wa mtoto. Mtoto huyu inatuambia ana kilo 1 na gramu 650. Lakini pia inatuambia kuna watoto wangapi. Inatuambia kwamba kwenye mimba hii tuliyomskani huyu mama ina mtoto mmoja, ambapo haya ndo majibu ya kawaida ambayo wamama wamekuwa wakisafiri umbali mrefu kwenda kuyapata. Lakini kutokana na mradi huu, kama ni sehemu ambayo hakuna mtoa huduma wa ultrasound, lakini kama pia hakuna huduma ya ultrasound na hichi kifaa kipo kule, huyu mtoa huduma anaweza kumsaidia mama. Chuo Kikuu cha Dodoma kimekuwa na mambo mazuri. Tunawakaribisha pia na wanafunzi wajiunge, kwa sababu huu mradi ni ubunifu kutoka kwa walimu na wanafunzi. Kwa hiyo wakija watapata fursa nyingi sana wakija Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia tunawakaribisha kwa sababu maonyesho bado yanaendelea, wamama wajawazito ambao wanataka pia kuja kupimwa kwa kutumia kipimo hichi, nao tunawakaribisha pia. Karibuni sana.